Welcome to the Rogers Kaka Sungura YouTube channel. Nataka niwakumbushe majirani wetu kutoka nchi jirani ya Tanzania kwamba najua kuna njia nyingi za kumnasa dikteta au kudili naye. Najua sasa mshajua kwa kweli kwamba rais wenu ni dikteta wa hali ya juu. Mshajua hilo. Na mshahakikisha kwamba ni kweli ni dikteta wa hali ya juu. Akiwa dikteta wa hali ya juu, kuna uwezekano kwa sababu naye pia amesoma nguvu zenu mahali zimefika. Ni wakati mujiandae zaidi kwa makabiliano ambayo yapo njiani kuwakumba. Niliwaeleza kwamba mnayo majukumu mawili, mchague lile mtakalo lifanyia kazi. Kwanza, muamue kumwendea Suluhu au muamue Suluhu awakujie. Mambo ni mawili, mchague moja. Nimepata taarifa za kuaminika kutoka Tanzania kwamba tayari dikteta Suluhu ameanza safari ya kuwakujia nyinyi ambao mlihusika kwenye maandamano ya amani, walionaswa katika kanda mbalimbali mkifanya maandamano. Jeshi la polisi la Tanzania limeanza safari ya kuwakujia kwa sababu tayari mtandao umefunguliwa. Ni nyinyi muamue iwapo mtakubali jeshi la polisi lije kwenu au nyinyi muende liliko jeshi la polisi la Tanzania. Nasema nini? Kusitisha maandamano lazima iwe kwamba haki yenu imepatikana, ikiwemo kubadilishwa kwa katiba, kuteuliwa upya kwa tume ya uchaguzi, kuachiliwa kwa viongozi wa upinzani na kesi zao kutupiliwa mbali, vile vile waliopotea vijana wa Gen Z mahali waliko waachiliwe. Taarifa za dharura kutoka chama cha upinzani Chadema kinasema kwamba dikteta Suluhu hata baada ya kumfunga Tundu Lissu hadi akaamua kutoshiriki katika uchaguzi mkuu uliokamilika wiki jana, bado anazidi kumsumbua. Mwenyekiti wa chama cha Chadema ilielezwa kwamba alikuwa amekamatwa na kuchukuliwa na jeshi la polisi, akisema kwamba RPC wa Dodoma anamhitaji kwa haraka sana. Lakini familia na wanachama wengine walipofika Dodoma kwa RPC akawajulisha kwamba hana taarifa yoyote kumhusu mwenyekiti wa chama cha Chadema. Nasikia huenda akapelekwa kotini, lakini nitakuwa nawajulisha wa Tanzania matukio yanavyokwenda. Nimeketi katika meza hii kuwaletea mbashara habari zinapochipuka kutoka Tanzania, na nitazidi kuwaletea kwa sababu sisi ni ndugu. Imesemekana mkurugenzi wa mawasiliano amesema kwamba Tundu Lissu anateswa gerezani na Idi Amin Mama
ambaye amelewa na uongozi. Hebu tumsikilize mkurugenzi wa mawasiliano kutoka chama cha upinzani cha Chadema. Ndugu wa Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, leo tuna jambo mahususi ambalo tunataka kuzungumza na nyinyi. Ndugu wa Tanzania, kuanzia tarehe 29 Oktoba, nchi yetu imeshuhudia maandamano ya amani yaliyofanywa na wananchi wanaohitaji haki na uwajibikaji wa viongozi wao. Kwa bahati mbaya sana, maandamano haya yamekumbwa na vitendo vya ukatili usioelezeka wa mauaji wa raia na majeruhi waliokoswa kuuawa uliofanywa na askari wa jeshi la polisi. Ndugu wa Tanzania, hali hii imefanya nchi kunuka damu za raia wake. Familia zikilia kwa kupoteza wapendwa wao, taasisi mbalimbali zikilia kwa kupoteza wafanyakazi wao, vyombo vya habari vikilia kwa kupoteza waandishi wake, na sisi Chadema tunalia kwa kupoteza wanachama wetu, viongozi wetu na Watanzania kwa ujumla. Ni msiba wa kitaifa. Ni msiba wa taifa zima, unaoumiza roho na unahitaji mshikamano wa kitaifa na mshikamano wa kisiasa. Ndugu wa Tanzania, kutokana na matukio ya kusikitisha yaliyosababisha vifo, majeruhi na kupotea kwa baadhi ya wananchi wetu, Chadema tunatangaza rasmi siku 7 za maombolezo ya kitaifa kuanzia tarehe 5 Novemba mpaka tarehe 11 Novemba. Ndugu wa Tanzania, ili kuonyesha heshima na huzuni ya taifa, bendera zote za chama katika ofisi za chama zitapepea nusu mlingoti kila siku kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni katika siku zote 7 za maombolezo. Ndugu wa Tanzania, katika kipindi hiki cha maombolezo, chama kinaazimia watu wote kushirikiana katika kuomboleza na kutoa pole kwa familia, jamaa na marafiki wa wale waliopoteza maisha na waliojeruhiwa. Vile vile tunahimiza Watanzania kujitokeza kwa wingi kushiriki mazishi ya ndugu zetu waliouawa ili kutoa heshima stahiki kwa waliopoteza maisha, wakidai haki na demokrasia kwenye taifa letu. Ndugu wa Tanzania wenzetu, Chadema tunatoa wito kwa Watanzania wote kutembelea na kutoa misaada ya kibinadamu kwa wahanga na familia zao. Hatua hii ni ishara ya mshikamano, umoja na utu wa Kitanzania katika kipindi hiki kigumu. Ndugu wa Tanzania, aidha tunaitangaza namba maalum ya simu 0716 484 242. Hii namba ni ya afisa wetu wa habari ndugu Gerva Lienda, mkuu wa idara ya habari ya chama, kwa ajili ya kukusanya taarifa sahihi ya watu waliouawa, waliojeruhiwa na waliopotea tangu tarehe 29 Oktoba. Taarifa hizo ziwe kwa mfumo ufuatao: kuwe kuna jina, umri, kazi, mahali tukio lilipotokea, picha au video ya muhusika na sehemu alipojeruhiwa. Taarifa hizo zitumwe kwenye namba tajwa hapo juu kama njia ya WhatsApp au SMS. Ndugu wa Tanzania, vile vile ningependa kuambia kuhusu hali ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Mapema leo mawakili wetu wa chama walifika katika gereza la Ukonga kwa ajili ya mashauriano ya kisheria na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, pamoja na kumpatia nyaraka muhimu kama sehemu ya maandalizi na rejea katika kesi ya uhaini inayomkabili. Watanzania wenzetu,
Tunataka ikumbukwe kwamba kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Lissu ilipaswa kuendelea kuanzia tarehe 3 Novemba mpaka tarehe 11 Novemba. Lakini jana ilihairishwa. Mawakili walipofika gerezani leo kwa ajili ya kujadiliana na mteja wao, walizuiliwa kumuona Mheshimiwa Lissu, jambo linalotoa wasiwasi mkubwa wake akiwa gerezani. Ndugu wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Lissu kujitetea mahakamani, mawakili wake wanahitajika kufanya utafiti wa kisheria, kumpa ushauri na kukusanya nyaraka zote zinazohitajika wakati wa usikilizwaji wa kesi. Kutokana na wajibu huo, mawakili walifika gerezani leo kushauriana na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu namna bora ya kuendelea na awamu ya mwisho ya usikilizaji ya kesi hiyo. Watanzania wenzangu, kitendo cha jeshi la magereza kuzuia mawakili kuonana na Mheshimiwa Lissu kinatupa wasiwasi endapo mwenyekiti wetu yupo kweli gereza la Ukonga au amehamishwa kwenye gereza lingine au eneo lisilojulikana. Hali hii inakinzana na haki ya misingi ya kisheria ya kuonana na mawakili wake. Ndugu wa Tanzania, kwa kuwa kuonana na mawakili ni haki ya kisheria, tunamtaka kamishna wa magereza nchini kuarifu umma kama kuna maelekezo yoyote yanayomnyima Mheshimiwa Lissu haki yake ya kisheria. Tunaliomba jeshi la magereza kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa ili kuhakikisha haki na usalama wa mahabusu unaheshimiwa. Asanteni sana.